Ndugu yangu Muislamu, kama ambavyo umezoea kupokea simu ambazo zinakuletea taarifa mbaya na ukasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, amefariki lini? Mbona jana tu nilikuwa naye, ilikuwaje? Mazishi yake yatakuwa lini? Na kuuliza maswali yote kama hayo. Kumbuka ndugu yangu Muislamu, iko siku watu watapokea simu, aliyefariki sio mtu mwingine, utakuwa ni wewe hapo. Litatajwa jina lako, fulani ibn fulani ameaga, ametuaga, ametangulia mbele ya haki. Watu watasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wataulizwa muda wako wa kuzikwa ni muda gani, ulikuwa unasumbuliwa na nini, na wataonyeshwa na mshangao. Lakini mwisho wa siku, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo. Ndugu yangu Muislamu, utachukuliwa, utazikwa, na wale waliokuwa wapenzi wako zaidi ndio watakuwa mstari wa mbele katika kukuzika, ndio watakuwa wanagombania majembe na mabeleshi kukufukia na tani za mchanga. Na mwisho wa siku wote wataondoka na watakuacha. Watakao kukumbuka sana watatukumbuka kwa muda wa mwaka mmoja, lakini wengine watakumbuka kwa siku mbili, wengine siku tatu, wengine wiki, wengine wiki mbili, lakini baada ya mwaka mmoja unakuwa ni kumbukumbu. Unaingia katika kumbukumbu, unazungumziwa kama historia. Kitakachokusaidia ni kile ambacho umekutangiliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, kitu gani kinakupa ghurur ya kuona kwamba utaishi katika ardhi hii milele? Tujiandae ndugu zangu Waislamu na siku hiyo, siku nzito ambayo tutaingia katika makaburi, na kitakachotusaidia mule ndani ya yale makaburi ni matendo tuliokuwa tukiyafanya tukiwa tuko hai.